Mlinzi huyo anayejulikana kwa jina la Amos Faustini anaeleza namna tukio hilo lilivyokuwa la kushambuliwa na kundi hilo ambalo bado halijatambulika. Nimekuta kule wachungaji wamesogeza ng'ombe, naona wanachunga, baadaye wakasogeza kwenye tuta la bwawa. Nikaanza kuwatoa. Baadaye walikuwa ni mchungaji mmoja, ile baadaye wakaitana wakawa 7. Ng'ombe zilikuwa nyingi. Walipoitana hapo wakaniulizaje, wewe unatukataza kuchungia kwenye tuta kama nani? Nikamwambia kama mlinzi wa mamlaka ya maji. Ndio hapo wakaamua maamuzi, wakachukua maamuzi, wakaanza kunipiga mafimbo hapo mpaka nikavunjika na mkono. Baadaye nikapata upenyo, nikachomoka, nikajitupia kwenye maji, ndo nikapata upenyo, ndo wakaniacha hapo. Chanzo hicho kinasimamiwa na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mji wa Maswa, MAUWASA, wanaelezea hatua walizochukua na athari ya kuingiza mifugo katika bwawa hilo. Na baada ya hapo mlinzi akatoa taarifa kwa wenzake, wakaja akapata msaada, wale watu wakakimbia, wakapata msaada, akapeleka hospitali na tukaripoti kituo cha polisi, amepata PF3, akatibiwa. Eneo lote la bwawa, la hifadhi ya bwawa limeshawekwa mipaka na kuwekwa vibao. Lakini basi ni baadhi tu ya wananchi wakorofi wasiosikia. Bado vile vile kuna mbauti za kunywesha mifugo zilishajengwa. Mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa wilaya ya Maswa ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo Dr. Vincent Naano anatoa maelekezo kwa mkuu wa polisi wa wilaya hiyo. Kama mweze kuvunja mguu wa mlinzi, hiyo ni hatari sana. Na toa wito kwa OCD aanze kumtafuta mfugaji aliyemvunja mkono mlinzi wa bwawa hili la maji hapa la Sanzui. Haiwezekani mtu anafanya kazi yake anavunja mkono au hatua hakuna inayochukuliwa. Lazima tuchukue hatua stahiki na atafutwe haraka sana. Kutoka hapa maeneo ya nyumbani kwa Amos Faustini katika mtaa wa Odishano uliopo wilayani Maswa mkoani Simiyu, aliyejeruhiwa na wafugaji wa ng'ombe katika eneo la bwawa la Sola. Teddy Kilanga, ITV.